tumaini letu Kristo. Mama Maria, mama wa wote. Safi. Namshukuru Mwenyezi Mungu kutupatia fursa hii ya kuwasalimu, na mimi napenda kuwasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo na kwa jina la mama yetu Bikira Maria. Mimi ni askofu mkuu mstaafu wa Jimbo Kuu Katoliki la Arusha. Ni Baba Dominic Mavula pamoja na washiriki wenzake wa ofisi yake waliniomba nije siku ya leo, na kawaida yangu nauliza wajibu wangu ni nini kwenye siku hiyo. Wakaniambia wajibu wako ni baraka. Kwa hivyo ninachokuja hapa kukitoa kwenu katika kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa miaka yote hii 30 ya uwepo na utendaji wa Radio Maria Tanzania, nikimshukuru Mungu na nikitimiza wajibu nilivyoombwa na Radio Maria Tanzania. Ni hili, nimetafakari juu ya baraka, nikaomba Mwenyezi Mungu abariki kazi yake njema hii, alafu awabariki marafiki wa Radio Maria, na sio hao tu, awabariki wote ambao kwa namna moja au kwa namna nyingine wamenufaika na radio hii takatifu na ambayo haina ubaguzi wa aina yoyote ile. Ndugu zangu, neno baraka nimelifikiria kidogo, lakini nikajua kumbe ni azma yake Mwenyezi Mungu kuwabariki watu. Sasa mimi ni nani ninapoambiwa nije hapa nikatoe baraka? Na ndilo hasa napaswa kulifanya. Niliporejea katika vitabu vitakatifu, katika kitabu cha Hesabu sura ile ya 6 aya ya 22 mpaka ya 27, nikatambua kwamba Mungu anataka watu wake wabarikiwe. Kazi yenu ina baraka yake. Alimwambia Musa, nataka watu wangu wabarikiwe. Na sikubarikiwa tu, maana yake ni nini? Wapate fanaka tu na nini? Alitoa hata namna anavyotaka watu wake wabarikiwe. Majalimu ya Biblia yapo, lakini la msingi ni hilo neno. Mungu anamwambia Musa, Hesabu 6:22 mpaka 27, anamwambia Musa, nataka watu wangu wabarikiwe hivi. Lakini hasemi nataka watu wangu wabarikiwe tu hivi hewani. Musa anaambiwa, na Musa anatumwa awaambie makuhani. Kwa hivyo ninapofika hapa kusimama kwa niaba ya makuhani, wajue kwamba Musa aliambiwa umwambie Aroni kuhani mkuu, na kuhani mkuu hapa katika jimbo hili, katika majimbo mengine tunawajua, wanao pia wanahusishwa na jukumu hili la kuipitisha baraka ya Mungu kwa Radio Maria na watendaji wake. Anasema hivi, anasema nataka watu wangu wabarikiwe hivi, na hili liwafikie viongozi wote, makuhani wote, na wale tunaoshiriki ukuhani wa Kristo kwa namna ya pekee, wawe ni waamini walei kwa namna yao, wawe ni waamini watawa kwa namna yao, au ni waamini wa klero kwa namna yao. Lakini tunaambiwa hivi, Mungu anataka moja, ni tatu hivi nafikiria. Anasema moja, nataka watu wangu wabarikiwe hivi. Uwanyoshe mkono wako, Bwana awabarikie
na kuwalinda. Hiyo ni ya kwanza jamani, mbarikiwe. Na Bwana awalinde. Alafu anasema ya pili, Bwana au Yahwe awaangazishie nuru ya uso wake na kuwafadhili. Kwa hivyo wana Radio Maria, marafiki wa Radio Maria, Mungu anapenda tubarikiwe, anataka tuangazishiwe nuru ya uso wake na tufadhiliwe. Mfadhiliwe jamani. Amina hiyo. Alafu ya tatu, na ndiyo inakamilisha yote katika maandiko hayo, anasema Bwana Yahwe, yani Mungu, awainulie uso wake hivi awaangalie, alafu na kuwafanyia nini? Awape amani. Tunaitika, Bwana awainulie uso wake na kuwapa amani. Amin. Amina, maana yake na iwe hivyo hivyo. Basi baba mkurugenzi, nimekamilisha wajibu wangu. Namalizia hapo. Naomba kazi yetu ibarikiwe, ilindwe, na Mungu atuangazishie nuru ya uso wake, atufadhili kwa huduma hii. Bwana Yahwe, yani Mungu, atuinulie uso wake na kutupa amani. Amen. Nadhani wale wasikilizaji wa Radio Maria wamekumbushwa Ijumaa ile jioni. Mpendwa msikilizaji. Basi